Naitwa Omar Ibrahim, ni afisa miradi toka BAKWATA makao makuu, na tupo hapa Iringa kwa lengo moja tu, kutoa mafunzo au elimu ya uraia kwa viongozi wa dini na waandishi wa habari. Kwa nini viongozi wa dini? Kwa nini waandishi wa habari? Hawa ndo watu pekee, wakiamua kujenga wanaweza wakajenga, wakiamua kubomoa wanaweza wakabomoa. Kwa hiyo tumekusanya jukwaa hili tukiamini kwamba kila atakayetoka hapa basi akawe mkweli, akaseme kweli, akaseme lile ambalo lipo na sio kutoka nje ya kile ambacho kipo. Kwa maana taasisi za dini lina majukwaa yake, lakini waandishi wa habari wana majukwaa yake. Kwa lengo ni moja tu, hawa wote ambao tumewakusanya, lengo ni kutoa elimu, kutoa mafunzo ya elimu ya uraia ili wakafikishe kwenye majukwaa yao pasipo kubagua, pasipo kubadilisha kile ambacho kimekusudiwa. Hii ni muendelezo wa mafunzo ambao tunafanya, ambao tumeyafanya Bariadi, Simiyu, tumeyafanya Kahama, Shinyanga mjini, tumeyafanya Lindi, na hii soma la kwanza sisi kuwa hapa Iringa. Tulikuja hapa mwezi wa 6 tukafanya mafunzo ya uraia, elimu ya uraia, lakini tukaona ipo haja kwa kusanya waandishi wa habari na viongozi wa dini ili tuwape elimu kwa pamoja. Lakini pia tumefanya sehemu zingine kama Lindi na kwenye wilaya zake nyingi, lakini tumefanya Tanga. Kwa hiyo ni muendelezo wa kupita kwenye kila mikoa kuona namna gani tunatoa elimu ya uraia. Naitwa Abdallah Khalid Ndede, ni mjumbe wa baraza la mashehe mkoa wa BAKWATA. Semina hizi ni muhimu sana, na hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kwa maana viongozi wa dini na waandishi wa habari ni daraja. Viongozi wa dini wana majukwaa yao katika makanisa na misikiti kuwapa taarifa nzuri, sahihi waumini wao. Waandishi wa habari kama wana uwanja mkubwa zaidi kama kutoa taarifa katika social media, vyombo vya habari, ili kuwapa wananchi au Watanzania kwa ujumla taarifa sahihi kuhusiana na ushiriki wao katika uchaguzi. Kama tunavyowaambia, ushiriki katika uchaguzi ni jambo la kikatiba ambalo kila mwananchi anapaswa ashiriki kuchagua kiongozi yule anayemfaa katika miaka mitano mingine inayokuja. Kwa semina hizi ni nzuri sana kwa sababu zinawahamasisha wananchi kujua umuhimu wao katika kuelekea uchaguzi mkuu, na hasa kubwa kwa waandishi wa habari na wananchi na viongozi wa dini na waandishi wa habari, hasa katika kutunza amani. Sababu kalamu, hata kwa mafunzo ya kalamu ikitumika vibaya inaweza ikaharibu, na kalamu ikitumika vizuri inaweza kutengeneza. Kwa hiyo ushirikiano wa viongozi wa dini na waandishi wa habari itapelekea kuwa daraja muhimu sana la kupata wananchi taarifa sahihi ambayo itawapelekea wao kushiriki katika zoezi la uchaguzi kwa amani, na baada ya uchaguzi kuna maisha mengine. Na kama tunavyofundishwa katika mafundisho, kiongozi yote atakaye kuwepo hapa maana Mungu ndio kataka awepo. Lakini kubwa katika ambalo nasisitiza hata kuelekea uchaguzi mkuu ni kutunza amani. Tukinukuu katika Qur'ani, Nabii Ibrahim alikuwa aomba dua, Mwenyezi Mungu ijalie nchi ya amani. Mwenyezi Mungu ijalie nchi ya amani, afu wape riziki watu wake. Kwanza ameanza kuomba amani. Hakuna riziki, hakuna maisha mazuri bila ya amani. Ameanza kuomba amani kisha baadaye kafuta riziki. Kwa na sisi kama nafasi ya viongozi wa dini na kwa waandishi wa habari, tunawahamasisha wananchi washiriki katika uchaguzi mkuu, kuwachagua viongozi wanaowataka, na namba moja kutunza amani ya nchi, sababu ni tunu ambayo iko pekee katika nchi ya Tanzania. Wabillahi tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante. Mimi naitwa Francis Godwin, natokea Matukio Daima. Nimekuwa miongoni mwa waandishi ambao wameweza kushiriki mafunzo haya kati ya waandishi wa habari na taasisi za dini hapa mkoani Iringa. Na kama walivyosema kwamba mafunzo haya hayajaanza hapa Iringa, yameanza maeneo mbalimbali. Lakini sehemu ya mafunzo haya ni pamoja na swala zima la elimu ya uraia, wajibu wa vyombo vya habari katika upashaji habari. Kwa hivi elimu ya uraia haijaanza kutolewa leo, ni muendelezo tu wa elimu ambazo tunaendelea kuzitoa, na wajibu wetu wana habari kwamba sisi wenyewe tumekuwa tukitimiza wajibu wetu. Lakini kwa ujumla kwamba mafunzo yamekuwa mazuri, mafunzo yameweza kutukumbusha wajibu wetu, mafunzo yameweza kutukumbusha juu ya swala zima la uraia, haki na wajibu wetu, na mwisho wa siku kupitia mafunzo haya
hichi ambacho tumekipata hapa, na sisi wajibu wetu kwenda kukichakata, baada ya kukichakata kuweza kuwapasha waraji wetu. Sasa yamezungumzwa mengi kuhusiana na namna uchakataji wa habari. Habari ni ipi na taarifa ni ipi? Ni wajibu wetu sisi waandishi wa habari kwenda sasa kuwapelekea waraji wetu habari, na zile taarifa basi zikaishia hapa kwa maana ya mafunzo. Jina ninaitwa Mchungaji Judith Ruben Sanga wa kanisa la Glory to God Miracle Mission Tanzania. Kwa kweli semina hii kwangu mimi binafsi ninaona ina faida kubwa sana, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza. Kwa hiyo ndio maana hata sasa nilikuwa ninatamani sana kwamba hii tunavyoendea kwenye uchaguzi, tunavyoongelea kwanza habari ya amani. Watu wengi kwanza unavomwambia habari ya amani, mtu ajui amani ni kitu gani. Wengi kabisa hawajui amani ni nini. Kwa hiyo wanafikiri labda amani ni wimbo, kama wimbo wa taifa. Lakini kumbe amani ni kitu ambacho ni maisha ya mtu, ni maisha ya binadamu, kuanzia mtoto ambaye hajaonekana duniani. Maana amani ikikosekana, huyu mzazi wake hawezi kuendelea kumbeba huyo mtoto aliyoko huko ndani ya tumbo. Ni lazima hata mtoto mwenyewe huko tumboni huyo mzazi ataona ni mzigo. Kwa hiyo amani, ndio maana tunasema kwamba kutunza amani. Tutatunzaje amani? Kutunza amani, si Biblia inatuambia kwamba ni kukizuia kinywa chako kuto kunena maneno ambayo yatakuwa hayafai kwa mtu mwingine, yatakuwa ni chukizo. Tunaona kwamba amani, yani kuvunjika kwa amani, ni kutokana na maneno ambayo ya kejeli au ya matusi au ya kudhalilisha, kumdhalilisha mtu fulani, kuidhalilisha nchi fulani, nchi kwa nchi, ubalozi kwa ubalozi, taifa kwa taifa, serikali kwa serikali. Kumbe amani inapovunjika ni kutokana na maneno ya udhalilishaji ambayo yametamkwa, wale watu wakasikia. Hata nchi kama imedhalilishwa ikisikia, lazima tu itaibua vita. Nikajifunza kumbe amani ni maneno. Kumbe unaweza ukachunga maneno yako. Ukichunga maneno yako kwamba ni maneno gani ya kuweza kutamka na ni maneno gani ambayo hayawezi kutamka, wewe unakuwa umeilinda amani yako. Kwa hiyo unailinda amani kutokana na wewe kuwa makini na kinywa chako. Kuna mambo mengine ndiyo unaona kabisa kwamba hili jambo unatakiwa useme, lakini useme kwa wakati gani? Na hilo jambo ni la nani? Kwanza jiulize hili jambo ni la nani na niseme wakati gani? Unajua kumbe amani mpaka kwenye familia. Wanaweza wakainuka watoto wakaanza kumsema vibaya baba akakasirika, akafanya jambo lolote lile ambalo ni baya. Kwa hiyo ndivyo tunaenda hivyo na kwenye nchi, tunaenda hivyo na kwenye mamlaka. Amani ikiwepo amani, yani kila kitu kinakuwa kimekaa vizuri. Kwa hiyo amani ni kitu kimoja ambacho cha kukilinda sana. Amani ni sawasawa na mayai.